Habari kubwa hivi sasa kwa wadau na wapenda soka wengi kinazungumza kuhusiana na timu ya taifa ya Morocco kutangazwa kuwa mabingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 baada ya shirikisho la soka Afrika CAF kubatilisha matokeo ya awali ya fainali dhidi ya Senegal na kuipa ushindi wa mezani. Senegal ilikuwa imeshinda mechi hiyo kwa bao 1-0 katika fainali iliyochezwa Januari 18 mjini Rabati nchini Morocco. Hata hivyo, mchezo huo ulikumbwa na utata mkubwa baada ya wachezaji wa Senegal kususia kuendelea kucheza wakipinga maamuzi ya mwamuzi, ikiwemo kutolewa kwa penati dakika za mwisho wakati matokeo yakiwa 0-0. Baada ya kusimama kwa takriban dakika 17 huku hali ya taharuki ikitawala uwanjani, wachezaji wa Senegal walirejea kucheza kufuatiwa kushawishiwa na mshambuliaji nyota wa taifa hilo Sadio Mane, huku penati ya Morocco ikipigwa na Ibrahim Diaz na ikiokolewa na kipa Mendy kabla ya Senegal kufunga bao la ushindi kupitia Pepe Gueye katika muda wa nyongeza. Hata hivyo, Morocco iliwasilisha rufaa kwa CAF ambayo sasa imekubaliwa katika uamuzi wa kushangaza uliotolewa siku 58 baada ya mechi. Bodi ya rufaa ya CAF imesema Senegal imekiuka kanuni na hivyo inachukuliwa kuwa imepoteza mchezo huo kwa mabao 3-0 na kuipa Morocco ushindi pamoja na ubingwa. Kutokana na maamuzi hayo, watu mbalimbali wanazungumza kwamba hii ni kuchafua taswira ya mpira wa Afrika, kwa sababu kama walikuwa wanaamini kwamba Senegal hakupaswa kuwa bingwa, kwa nini imechukua muda mrefu takriban siku 58 ndio maamuzi yaweze kutolewa? Baada ya maneno mengi kuzungumzwa, rais wa shirikisho la soka Afrika, namzungumzia Patrick Motsepe, ametoa tamko rasmi juu ya hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Motsepe amesisitiza kuwa uamuzi wa bodi huru ya rufaa lazima uheshimiwe, akisifu viwango vya juu na weledi wa bodi hiyo. Motsepe ameahidi kuwa CAF itaheshimu uamuzi wowote utakaotolewa na CAS kama chombo cha juu kabisa cha kisheria michezoni. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Dost Media. Kikubwa kuendelea kufuatilia habari mbalimbali za michezo, usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na ucomment.